Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: uchimbaji wa sehemu kuu ya handaki refu zaidi duniani la barabara chini ya bahari wakamilika. Namibia yalenga kuvutia watalii zaidi kutoka China kufuatia kuimarika kwa mahusiano ya pande mbili. Na mauzo ya roboti za China nje ya nchi yaongezeka kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Kazi ya uchimbaji kwa kutumia mashine maalum ya ngao katika sehemu kuu ya handaki refu zaidi duniani la barabara chini ya bahari, handaki la pili la chini ya bahari ya Jiaozhou, ilikamilika Jumanne katika mji wa Qingdao. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Sehemu ya handaki iliyochimbwa kwa kutumia teknolojia ya shield tunneling upande wa kaskazini ina urefu wa mita 3258. Timu ya ujenzi ilitumia mashine kubwa ya kusawazisha shinikizo la tope yenye kipenyo cha mita 15.63 kufanya kazi hiyo. Wahandisi walifanikiwa kukabiliana na changamoto mbalimbali, ikiwemo shinikizo kubwa la maji chini ya bahari na kuvuka maeneo yenye nyufa za kijiolojia kwa kutumia mbinu mbalimbali za ubunifu. Mashine yetu ya kuchimba handaki imetumia kwa mara ya kwanza teknolojia mpya ya kuondoa mabaki ya uchimbaji pamoja na mfumo wa kiotomatiki wa kufuatilia mabaki hayo na tope pamoja na mfumo wa uchambuzi wa wakati halisi wa shughuli za uchimbaji. Hii inatuwezesha kurekebisha vigezo vya uchimbaji papo hapo, kutatua matatizo kama kuziba kwa mabaki ya uchimbaji na uchakavu wa visu vya kukata miamba na kuhakikisha handaki linajengwa bila kuvuja maji. Handaki hilo lina urefu wa kilomita 17.48 huku sehemu ya kilomita 9.95 ikipita chini ya bahari. Limeundwa kuruhusu magari kusafiri kwa kasi ya hadi kilomita 80 kwa saa na linatarajiwa kurahisisha usafiri katika eneo hilo. Hadi sasa zaidi ya 70% ya mradi huo imekamilika na unatarajiwa kukamilishwa mwaka 2028. Baada ya kukamilika, handaki hilo litaimarisha zaidi miundombinu ya usafiri kati ya eneo la mjini la Qingdao na wilaya ya Huangdao pamoja na kuboresha mpangilio na maendeleo ya mji huo. Namibia inatarajia kupokea watalii wengi zaidi kutoka China, huku uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia inasema hatua zilizochukuliwa kurahisisha safari za raia wa China zitasaidia kukuza biashara na utalii. Hii hapa taarifa yake Simi Wanjala. Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa Rais Xi Jinping. Akizungumza na kituo cha televisheni cha China CGTN, afisa mtendaji mkuu wa bodi ya utalii ya Namibia amesema China sasa ni soko la 8 kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Let's say then we are on the right track. That we are targeting a market that's really growing, and we're targeting a market that is demanding the destination. It indicates the recognition of the Chinese visitor of the Namibian tourism experience and tourism product offering. That they are appreciating, they value it, and they want to come and enjoy it. We know now that the Chinese travelers love landscape, open wide spaces, but also taking photography and just relating themselves to nature. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China walitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Afisa mtendaji mkuu huyo amesema ziara ya Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizi mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji. Aidha, amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China.
hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo. You see a lot of then people-to-people exchanges taking place, combined with the good relationship again that Namibia has in China, equally cemented by our heads of state visit to China. I think for me, tourism cannot happen without people-to-people exchanges. I think the Namibians welcome the Chinese visitors are coming as tourists, so they feel at home, they feel at ease. Whether leisure, whether business, but also whether trade in itself. That then there's a focus on Namibia that will benefit more than tourism. And that's why we embarked on training the travel agent tour operators too, so that they are very familiar with the visa process and they are able to help then the visitors, the consumers that are traveling to China. And we believe that we'll definitely succeed and we'll have more Chinese visitors coming to Namibia, both businesses and also leisure travelers. China na visiwa vya Solomon siku ya Jumanne zimetia saini makubaliano ya mfumo yatakayoweka msingi wa kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi na kibiashara, kwa mujibu wa Wizara ya Biashara ya China. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Chini ya makubaliano hayo, pande hizo mbili zitafanya mazungumzo kwa njia ya kubadilika kulingana na mahitaji na kwa mtazamo wa vitendo, kwa lengo la kufikia mfumo wa ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote. Mfumo huo unalenga kupanua biashara kati ya nchi hizo mbili, kuongeza uwekezaji pamoja na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi. Makubaliano hayo pia yanatarajiwa kuimarisha ushirikiano katika minyororo ya uzalishaji na usambazaji wa bidhaa ndani ya ukanda wa Asia na Pacific, hatua ambayo itasaidia kuongeza ufanisi wa biashara na kufungua fursa mpya za uwekezaji. Aidha, ushirikiano huo unalenga kuinua mahusiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na visiwa vya Solomon hadi kiwango cha juu zaidi, huku ukichochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu kwa pande zote mbili. Afisa wa Wizara ya Biashara ya China amesema kuwa katika kipindi cha miaka 7 tangu China na visiwa vya Solomon zilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia, ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo umekuwa ukiendelea kukua kwa kasi na kwa utulivu. Amesema katika kipindi hicho nchi hizo zimepata mafanikio makubwa kupitia ushirikiano katika nyanja mbalimbali, ikiwemo biashara, uwekezaji, maendeleo ya miundombinu na kubadilishana uzoefu wa maendeleo. Afisa huyo ameongeza kuwa China iko tayari kuendelea kushirikiana kwa karibu na visiwa vya Solomon ili kupanua zaidi ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote katika sekta za biashara na uchumi. Amesisitiza kuwa hatua hiyo itachangia kupatikana kwa mafanikio mapya katika utekelezaji wa ushirikiano wa kimkakati wa pande zote kwa enzi mpya, huku ikizidi kuimarisha uhusiano wa kirafiki na maendeleo ya pamoja kati ya mataifa hayo mawili. Maandalizi ya mwisho yanaendelea kwa ajili ya kongamano la dunia la akili bandia pamoja na mkutano wa ngazi ya juu kuhusu utawala wa kimataifa wa akili bandia, huku ujenzi na maandalizi ya eneo la maonyesho yakifikia hatua za mwisho. Kongamano hilo litafanyika mjini Shanghai kuanzia Julai 17 hadi 20. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Wafanyakazi wanaendelea kufanya marekebisho ya mwisho katika kumbi za maonyesho, mifumo ya taa, sauti, maonyesho shirikishi pamoja na vifaa vya roboti katika kituo cha maonyesho na mikutano cha Shanghai World Expo, ambacho ni moja ya maeneo makuu yatakayohudumia kongamano hilo. Kwa mara ya kwanza, kongamano la mwaka huu limetumia mfumo jumuishi wa maonyesho unaochanganya teknolojia ya nakala ya kidijitali ya mazingira halisi na ujenzi wa miundombinu ya moduli. Eneo la maonyesho lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 100,000 sawa na takriban viwanja 14 vya kawaida vya mpira wa miguu lilikamilishwa kwa siku 12 pekee. Hii imeongeza ufanisi wa maandalizi kwa karibu 40% ikilinganishwa na matoleo yaliyopita ya kongamano hilo. Maandalizi yote ya kongamano la dunia la akili bandia, kuanzia kuingia katika eneo la tukio hadi kukamilisha maandalizi ya maonyesho, huchukua takriban siku 2 hadi 3 pekee. Kongamano hili litafanyika katika maeneo 4 tofauti yaliyopo wilaya za Pudong, Zhangjiang na Shuhui jijini Shanghai, huku zaidi ya kampuni na taasisi 1100 zikitarajiwa kushiriki. Waandaaji wamesema washiriki wataonyesha zaidi ya bidhaa na teknolojia 3,000 zinazohusiana na akili bandia, huku zaidi ya bidhaa 300 zikizinduliwa kwa mara ya kwanza duniani katika kongamano hilo. China imeendelea kuimarisha nafasi yake katika sekta ya teknolojia duniani, huku mauzo ya roboti zinazotengenezwa nchini humo yakiongezeka kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Ongezeko hilo
linaonyesha kukua kwa mahitaji ya roboti za China katika masoko ya kimataifa, hususan katika sekta za viwanda, afya na matumizi ya nyumbani. Taarifa zaidi na Ronald Mutie. China imeendelea kurekodi ongezeko kubwa la mauzo ya roboti katika masoko ya kimataifa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Takwimu zilizotolewa na utawala wa forodha wa China zinaonyesha kuwa mauzo ya roboti za viwandani yameongezeka kwa asilimia 18.6, huku mauzo ya roboti za upasuaji yakiongezeka mara 3.3 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kwa mujibu wa naibu mkuu wa utawala wa forodha wa China Bwana Wang Jun, sekta ya roboti nchini humo imepiga hatua kubwa katika miaka ya hivi karibuni, huku bidhaa zake zikitumika kwa kiwango kikubwa katika viwanda na maisha ya kila siku duniani. We can view the robot exports in the first half of this year from 3 perspectives. First, China's industrial robots have undergone rapid iterations, and their competitiveness continues to improve, facilitating the intelligent transformation of the global manufacturing industry. In 2025, the export volume of industrial robots exceeded the import volume for the first time, and China became a net exporter of industrial robots. In the first half of the year, the export volume reached 6.29 billion yuan, around $927.69 million, up 18.6%, with the robots sold to 141 countries and regions worldwide. Roboti zinazouzwa nje ya nchi ni pamoja na roboti za viwandani, roboti za upasuaji, roboti za usafi, pamoja na roboti zinazoiga viumbe. Bwana Wang alisema mamlaka za forodha za China zitaendelea kuboresha huduma na taratibu za biashara ili kuunga mkono ukuaji wa sekta ya roboti na kuongeza mchango wa teknolojia katika biashara ya kimataifa ya China. Second, China's surgical robots have gained more recognition from the international market, and China-made intelligent medical equipment is benefiting more and more patients. In the first half of the year, China exported surgical robots worth 480 million yuan, an increase of 3.3 times. The number of export markets has increased from 23 to 49. China imeanzisha hatua mpya za kuimarisha usimamizi wa urejelezaji na matumizi ya betri za magari ya nishati mpya, huku kila betri ikipangiwa utambulisho wa kidijitali ili kuboresha ufuatiliaji wake. Hatua hiyo inakuja wakati sekta ya magari ya nishati mpya nchini humo ikiendelea kukua kwa kasi. Tujiunge na Zakia Pong atufahamishe zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China itaimarisha usimamizi wa rejelezaji na matumizi ya kina ya umeme wa betri za magari ya nishati mpya. Kwa mujibu wa hatua za muda zilizotolewa kwa pamoja na Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari na idara nyingine 5. Kila betri ya magari ya nishati mpya itapewa utambulisho wa kidijitali chini ya hatua za muda ambazo zimeanza kutekelezwa Aprili mosi mwaka huu. Hatua hiyo inakuwa wakati sekta ya magari ya nishati mpya nchini China inapanuka kwa kasi. Mwaka 2025, uzalishaji wa magari hayo na mauzo kwa pamoja yalizidi milioni 16 na kuchukua nusu ya mauzo ya ndani ya magari mapya. Kutokana na umeme wa betri kutoka magari ya zamani ya nishati mpya kufikia mwisho wa huduma zake kutokana na kupungua kwa uwezo, idadi ya betri zilizoachwa inaendelea kuongezeka kidhahiri. Wataalam katika sekta hiyo wanasema kanuni hiyo imekuja wakati sahihi, kwa kuwa China inaingia katika awamu ya betri nyingi kumaliza muda wake wa matumizi, na makadirio ya uzalishaji wa betri zilizotumika yakizidi tani milioni 1 itakapofika mwaka 2030, ikisisitiza mfumo wa usimamizi wa ushoroba mzima wa mzunguko mzima wa maisha. Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari imesema hatua za muda
zinajumuisha kuanzia jukwaa la kufuatilia taarifa za umeme wa betri za magari ya nishati mpya na mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa vitambulisho. Wang Peng, mkurugenzi wa idara ya uhifadhi wa matumizi ya kina ya nishati iliyo katika wizara hiyo, amesema utambulisho wa kidijitali unatumia namba za siri za betri kama kibeba taarifa, ikiunganisha takwimu katika ngazi muhimu ikiwemo uzalishaji, uwekaji katika gari na mauzo, kubadilisha betri, ukaguzi na kuweka mpya, masalio ya gari, urejelezaji wa betri na matumizi ya kina. China imeanzisha kampeni maalum ya miaka mitatu inayolenga kutupwa kinyume na sheria ya kumwaga taka ngumu mwezi Juni mwaka jana, ikiwemo masalio ya magari, taka za bidhaa za kielektroniki, vifaa vya nishati mpya ambavyo havitumiki na betri zilizotumika. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第7课生日快乐 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. Song. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Dan. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Lori dogo. Chagua herufi au pinyin sahihi. Lisaidie lori dogo kuchukua bidhaa kwa mafanikio. Marafiki zangu, njooni tucheze pamoja. Gai. Song.
Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina, na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii: ikiwa hukupata ulichokipenda, basi penda ulichokipata. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.